kwa sababu mimi ninayo dhamana ya kusimamia hii jumuiya ndani ya mkoa huu wa Tabora. Ninapoona vijana wanafanya kazi nzuri, mimi ni lazima niwapongeze na niwafurahie. Nimewafurahia sana. Lakini ninapoenda mahali nikakuta wapo viongozi wa chama ambao wamekuja na vijana kutoka kwenye kata zao, binafsi linanipa faraja sana. Hali kadhalika hata ushiriki wa madiwani kwenye shughuli ya vijana mnatufariji sana. Asanteni sana. Sisi jumuiya Umoja wa Vijana, kazi yetu ni kujenga chama, na matarajio yetu sisi tunafanya kazi ya kujitolea. Uongo ukweli, mwenyekiti? Hii ni kazi ya kujitolea. Wanufaika namba moja wa kazi tunayoifanya kama jumuiya, wa kazi tunayoifanya kama Chama cha Mapinduzi, ni viongozi wa serikali, wakiwepo madiwani, wakiwepo wabunge. Ukweli uongo? CCM oye! Kwa hiyo mahala popote ambapo mimi naenda nakuta vijana wanapewa ushirikiano na viongozi wao, mimi sisiti kuwaambia hawa watu tuwaunge mkono. CCM oye! Kwa sababu wapo watu wengine ambao hawajafanya kazi kwenye chama, wanapopata nafasi wanazisahau jumuiya. Na nafahamu kazi hii ya Umoja wa Vijana sio kazi rahisi. Ukiona hata mwenyekiti wa jumuiya Umoja wa Vijana wa kata amefanya ziara, kuna watu wengine wamenuna, kuna watu wengine wanafurahia. Sasa kama wewe sisi tukifanya ziara unanuna, tusifanye kazi? CCM oye! Sio sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, watu ambao wanatuunga mkono kama jumuiya, wanatushika mkono na kuhakikisha kwamba kazi zetu tunazozifanya zinaonekana, hao ni marafiki zetu. CCM oye! Lakini niseme, kazi yetu kama vijana, tunazo kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kulinda viongozi walioko madarakani. CCM oye! Na kazi ya pili ni kulinda viongozi wa serikali. Kwa sababu tunapolinda viongozi walioko madarakani, chama chetu kinaendelea kuwa salama. Ukiwa kiongozi wa jumuiya Umoja wa Vijana, una matarajio. Ipo siku utakuwa kiongozi ndani ya chama, ipo siku utakuwa diwani. Kwenye chama hiki, kwenye nafasi za uongozi tulizo nazo, lazima tufahamu ni za muda. Ipo siku tutatoka, na tutatoka kwa namna mbili. Namna ya kwanza ya kutoka kwenye nafasi ulionayo ni kuto kupigiwa kura. Si ni kawaida mtu anaweza akawa diwani kwa miaka 5 baada ya hapo asichaguliwe, au akawa mbunge wa miaka 10 baada ya hapo asichaguliwe. Lakini namna ya pili ambayo lazima itakuondoa kwenye nafasi ulionayo ni umri. Watu wanaweza wakakupenda sana ukawa hata diwani kwa miaka 20, lakini kuna siku zitafika umri utakataa. Sasa je, kama kiongozi ambaye umetoka kwa njia hizi mbili, ama kwa kutokupigiwa kura ama kwa umri kukutupa mkono, unatamani CCM iendelee kuwa madarakani? Uongo ukweli? Ndio maana yake. Sasa ili kazi hiyo iweze kufanikiwa, lazima kwanza tuwe na umoja na mshikamano, lakini tuendelee kuwasaidia vijana, lakini pia kuwavumilia kwa kasoro ndogo ndogo zinazojitokeza. CCM oye! Lazima tuvumiliane, kwa sababu chama hiki CCM ilikuwa ni muunganiko wa 5 na ESP mwaka 1977. Leo hii hakuna diwani ambaye ni diwani sasa ambaye alikuwa diwani mwaka 1977, wala hayupo mbunge ambaye alikuwa mbunge mwaka 1977 mpaka leo yupo. Maana yake watu wanakuja na kuondoka, lakini chama kipo. Watu wanakuja na kuondoka, lakini kwa sababu mara zote kumekuwa na urithishwaji wa uongozi
wanapotoka tayari wapo vijana walio tayari kushika zile nafasi na kuendelea chama chetu kukisaidia kushika hatamu. CCM oye! Vijana safi. Kwa sisi binafsi, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu ngazi ya wilaya mpaka kwenye kata, lazima tusimame na ajenda ya vijana, tuwasaidie ili kesho tupate vijana ambao watakuwa viongozi bora. CCM oye! Vijana oye! Na ndugu zangu, mwaka huu tuna uchaguzi mbele yetu, na muda si mrefu fomu zitaanza kutolewa za nafasi mbalimbali. Tunasema pamoja na sifa za kiongozi, sifa za kiongozi hazichagui umri. Pamoja na sifa za kiongozi kuwa anakubalika, lakini kijana pia anao uwezo na anayo sifa ya kuwa kiongozi. Na uzuri wa uchaguzi huu, vikao vitaanza kabla ya kwenda kupigiwa kura. CCM oye! Tunawaomba vijana tujitokeze kwenye kuchukua fomu za kugombea na kwenye kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Kwa nini tunawahamasisha? Tunawahamasisha, hatuna maana kwamba waliopo hawafanyi kazi nzuri, hapana. Sisi tunatamani tuone vijana wanashiriki kwenye mchakato. Ukishiriki kwenye mchakato ni tofauti na kusimuliwa mchakato ukiwa nje. Uongo ukweli? Kucheza mpira uwanjani ni tofauti na kuwa shabiki upo pale nje. Na ndiyo maana hata mchezaji akikosa goli, sisi huwa tunadiriki kusema ningekuwa mimi pale ningefunga, lakini ukweli usingeweza. CCM oye! Lakini unapokuwa nje unatazama, unaona kila mambo ni marahisi, lakini haipo hivyo. Kwa hiyo vijana, tutakaposhiriki vizuri kwenye mchakato, hata kama tusipofanikiwa tutakuwa na cha kujifunza. CCM oye! Kwa hiyo waliopo, kazi wanaoifanya ni nzuri na inajengea heshima chama chetu. Wabunge, kazi wanaoifanya ni nzuri. Madiwani, kazi wanaofanya ni nzuri. Daktari Samia ndo sisemi, lakini tunahitaji vijana washiriki kwenye michakato. Vijana oye! Na kwa sababu vikao vinaanza, kikao cha kwanza cha kujadili madiwani itakuwa ni kamati ya siasa ya kata. Pale yupo mwenyekiti wa vijana wa kata. CCM oye! Sisi tunaomba, na nimefurahi viongozi wa chama wako hapa, ikiwezekana kama tunavyozingatia jinsia kwenye mapendekezo, sio vibaya kama kwenye kata tunaye kijana ambaye tunaona anakubalika, tumpendekeze. CCM oye! Tukipata mwanamama, tukipata mbaba na kijana mmoja, kwani kuna shida? Tukimpendekeza atazunguka, atatafuta kura, akiwa wa pili, wa tatu hajapendekezwa, atakuwa amejifunza jambo. 2030 ataanzia pale atakapokuwa ameishia. CCM oye! Lakini pia tunasisitiza, baada ya hapo majina yataenda wilayani, lakini pia yatakuja mkoani. Mwenzangu yupo ngazi ya wilaya na mimi nipo ngazi ya mkoa. Muhimu tusionee watu na wala tusipendelee watu. CCM oye! Ndugu zangu, tangu tumeingia Tabora mjini leo asubuhi, tumeona mwamko mkubwa sana wa viongozi. Na hili kama ambavyo inafahamika kwamba jumuiya yetu ni tanuri la kuoka viongozi. Na hapa mwenyekiti alikuwa ananiambia hapa wote waliopo hapa ni viongozi. CCM oye! Hamasa alisema uongozi ni swala la muda. Hata sisi tulikuwa tunakaa hapa, kuna watu wanakaa mbele. Tuendelee kukitumikia chama chetu kwa mapenzi makubwa. Tuendelee kukilinda chama chetu kwa mapenzi makubwa. Tuhakikishe kwamba kwa vyovyote vile CCM inashinda. Kwa sababu sasa hivi ambao joto limepanda ni wale wagombea wa 2025 kwa maana ya madiwani na wabunge. Lakini sisi viongozi wa chama tumerelax. Si ndio jamani? Lakini mimi niwaambie, hatupaswi kurelax.
Kama kweli tuna ndoto ya kuendelea kuwa viongozi, hatupaswi kuona uchaguzi huu ni wa wabunge na madiwani peke yao, kwa sababu itakapofika 2027 katika kata 29 za hapa Tabora mjini, kuna kata ngapi ambazo madiwani ni wapinzani? Kata ni moja. Maana yake 28 ni za Chama cha Mapinduzi. Sasa wewe umeingia 22, kata yako ikiwa na diwani wa Chama cha Mapinduzi, 2025 kata yako ichukuliwe na diwani wa upinzani. Hivi utachukua fomu ya uwenyekiti wa chama au katibu 2027? Hauoni aibu? Manake hii ni kazi yetu wote, ili tulinde nafasi zetu ambazo tutatamani kuziomba ndani ya chama 2027. Lazima kazi ya 2025 tuifanye ya kulinda maslahi ya chama. CCM oye! Na hiyo kata moja siifahamu kwa jina, lakini viongozi wa chama waliopo kwenye kata hiyo, tutakapopindua mzani mwaka huu 2025, mnayo sifa ya kutetea nafasi zenu 2027. CCM oye! Huwezi ukakiangusha chama, na huku katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya pili inasema lengo namba 1 la chama chochote cha siasa ni kushika dola. Wewe umeshindwa kushika dola, unataka utuangushe tena 2030. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wa chama tuliopo hapa, kwa maana ya jumuiya zote pamoja na chama chenyewe, kwenye ngazi za kata, tuhakikishe kwamba tunachagua viongozi wanaokubalika, watakaotupa kazi rahisi ya kuchukua kata zetu, ya kushinda jimbo, lakini pia kura nyingi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tunafahamu hakuna kipindi kigumu kama kipindi cha uchaguzi. Twendeni tukatunze siri za vikao. Twendeni tukatunze siri za vikao. Kwenye makata tunafahamiana, kwenye wilaya watu tunawafahamu. Sio vizuri mtu anajadiliwa kwenye kikao, baada ya hapo mtu anaenda kuyapata. Ni hatari, tunahatarisha maisha yetu. CCM oye! Na tusiwe na ubinafsi, tumpendekeze mtu kwa jinsi anavyokubalika na wananchi. CCM oye! Tumpendekeze mtu kutokana na jinsi anavyokubalika na wananchi, kwa sababu wale ndio wapiga kura wa mwisho. CCM oye! Kwa sisi kama viongozi wa chama ngazi ya kata, tunaweza tukawa tunao marafiki zetu, kama hawatoshi tusiwapendekeze. Ngazi ya wilaya vivyo hivyo, wapo marafiki zetu, kama hawatoshi tusiwapendekeze. Tunataka tutakapoanza kufanya kampeni, tukienda kwenye maeneo ya kampeni, hatutumii muda mwingi kuomba misamaha, lakini tutumie muda mwingi kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Uzuri wa chama chetu, kinayo hazina kubwa. Kinayo hazina kwa sababu watu ni wengi waliopo nje kuliko waliopo ndani, na wote wanasifu. Uongo ukweli? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi watu huwa nawaambia, mimi kundi ninaloongoza ni la vijana. Hawa vijana unaowaona hapa, hawa ndio roho yangu hapa, na ndo mimi nipo kwa niaba yao. Na bila kuwathamini vijana hawa, kazi yangu hii haina maana, wala nafasi yangu hii haina maana. Ninapozunguka na kuhamasisha vijana wajitokeze, CCM oye, ninafahamu hawa vijana hawana milioni za fedha waweze kuwa madiwani, lakini ninafahamu hawa vijana hawana mabilioni ya fedha waweze kuwa wabunge. CCM oye! Na kwa sababu hiyo, jumuiya yenu ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa huu
Msihofu kwamba mimi sigombei kwa sababu sina fedha. Mimi sipokei rushwa. CCM oye! Kama atakufuata mtu una nia ya udiwani, una nia ya ubunge, akakwambia pale bwana kuna watu 4 tuwapelekee laki, kwenye mkeka wake kama kuna mwenyekiti wa umoja wa vijana wa mkoa Kevin Mpiwa, ujue anakupiga. CCM oye! Kwa sababu tukifanya hivyo, palipo na rushwa hapawezi pakawa na haki. Palipo na rushwa hakuna kijana atakayekuwa kiongozi. Uongo ukweli? Kwa hiyo sisi kama vijana tunataka kuheshimisha taasisi. Tunataka kuheshimisha taasisi kwa kuwa mstari wa mbele katika kusimamia haki ya vijana tunaoongoza. Tunataka kuheshimisha taasisi ya umoja wa vijana kwa kuhakikisha kwamba kijana hajiangalii mfukoni kwanza ndio akavute fomu ya udiwani. Tunataka kuheshimisha taasisi ya umoja wa vijana, hatutaki kijana ajiangalie mfukoni kwanza ndio akaombe ubunge. Kwa hiyo nendeni mkajitokeze kwenye uchaguzi, sisi tutawasemea. Na kazi hii tunaifanya bure kwa sababu tuliomba ili tuifanye bure, sio ya malipo. Kwenye siasa hakuna biashara inayofanyika, hakuna bidhaa inayouzwa wala kununuliwa. CCM oye! Yapo matumizi ya fedha katika uchaguzi, lakini rushwa sio sehemu ya matumizi ya fedha katika uchaguzi. CCM oye! Na ndugu zangu, lazima tukae macho. Tunajua kanuni za chama chetu. Unaweza ukawa wewe ni kijana mzuri sana kwenye kata yako, unakubalika kabisa, lakini mambo mawili yakakuangusha. Jambo la kwanza, ukaanza kampeni kabla ya muda na watu wakakubaini. Utaratibu wa chama chetu unasema hauna sifa ya kugombea kwa sababu umeanza kucheza mpira refa hajapuliza filimbi. CCM oye! Lakini pia jambo lingine, jambo la rushwa. Wewe ni kijana mzuri, una nia ya udiwani kwenye kata yako, lakini unatoa rushwa. CCM oye! Sasa mimi mwenyekiti wa vijana wa mkoa nasema rushwa ni adui wa haki. Sitaki mgombea nifate anipe rushwa ili nimpendelee. Wewe ambaye unataka sisi vijana wenzako tukusemee, unatoa rushwa. Chama chetu kinaelekeza utakapofanya hivyo unakosa sifa ya kuwa mgombea. Baadaye ukikatwa unaanza kulaumu watu. CCM oye! Kwa hiyo tunapokuwa tuna ndoto zetu lazima tukae macho. Haya mambo tujiepushwe nayo. CCM oye! Haya mambo tukijiepusha nayo, vikao havitatuengua. Bila kuchukua muda